Bwana, mambo vipi? Karibu katika kipindi cha mtazamo wa kibiashara, na leo tunaangalia mada yenye umuhimu zaidi kwako wewe mfanyabiashara. Tunaangalia mambo ya kuzingatia kabla ya kuchagua eneo la biashara. Je, ni kipi cha kuzingatia wakati wa kuchagua eneo lako ambayo itakusaidia kukuza wateja wako na vile kukuza mtaji wako? Jina langu ni Asha Kaoneka. Ungana nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Kitu nilipanda kuanzisha biashara maeneo haya, cha kwanza niliangalia uwepo wa watu. Nikiweka kama biashara niliyoanzisha, niangalia mzunguko wa watu uko vipi, nikafikiria niweke maeneo gani, nikaona maeneo nitakuwa maeneo sahihi kuanzisha hii biashara. Kingine niangalia mazingira ambayo mimi ninapotoka na ninapoenda kufanyia biashara. Mfano, uwezo ukafanya biashara unaishi sehemu ambayo inaanzia kuanzia kilomita 5. Hapo ni hasara. Ndio mimi nikaamua niangalie eneo ambalo natoka na biashara ambayo naenda kufanyia, ndio nikaamua kufungua hapa. Mambo ya kuzingatia katika kutafuta eneo la biashara, mojawapo ni mzunguko wa watu, kwa sababu katika mzunguko wa watu ilo eneo tunapaswa tuweze kuangalia watu ili tuweze kuuza hizo bidhaa. Umbali wa kutoka kwenye eneo langu la biashara na sehemu ninayoishi, ili kuepuka gharama na usumbufu mbalimbali unaweza kujitokeza. Kwa majina naitwa Elisha Stefano. Ni kijana ambaye anafanya kazi stationary. Katika kufanya biashara kuna mambo ya muhimu ya kuzingatia ili uweze kufanya biashara yako, ambayo cha kwanza ni kujua kwanza eneo la kufanya biashara. Pia la pili ni kujua sehemu ambayo watu ambao unaweza kuwapata, yani kutafuta target ya watu ambao unaweza kufanya nao biashara. Pia tatu ni kuzingatia bidhaa yako ambayo unaitoa kwa watu wako, wateja wako, ambayo inaweza kuwa ni biashara ambayo ni nzuri, ambayo inaweza kufanya mpaka kuwavutia kwenye biashara. Katika kuchagua eneo inanisaidia kwa kuwa naweza kupata wateja kiurahisi, kwa kuwa nimeweza kufanya tafiti nzuri na kuweza kutafuta target nzuri kwa wateja wangu. Naweza kusema vitu viwili au vitatu kwenye uchaguzi wa eneo la kufanyia biashara, kwa maana inategemea na aina ya biashara ambayo mtu anafanya. Tutatoa mfano kwenye biashara kama ya wafanya biashara wadogo ambao kwa maarufu wanaitwa machinga, ambao wao bidhaa zao wanategemea zaidi wapita njia au watu ambao wako kwenye mizunguko hapa na pale mjini. Kwa hiyo mtu kama huyo, maana yake lazima aweke eneo lake la kazi au la biashara kwenye maeneo ambayo yana mwingiliano wa watu wengi wanakuja. Kwa maeneo kama ya mijini au maeneo yenye masoko ambayo watu wanakuja na kutoka, au ni rahisi kufanya hivyo. Lakini kuna biashara nyingine ambazo zinahitaji labda eneo kubwa. Tufanye labda una biashara labda ya mgahawa au hoteli au nini. Maana yake lazima ujue pia wateja wako ni wa aina gani. Kwa una wateja ambao wengi labda wanatumia magari. Kwa maana yake eneo lako la biashara lazima liwe kubwa, liwe lina sehemu ya kupaki magari, ili mteja anapofika aweze kuweka chombo chake cha usafiri, aendelee kupata huduma pale anapohitaji. Kwa hivyo uchaguzi wa eneo la biashara unategemea pia na aina ya biashara na aina ya wateja wako ni wa aina gani. Kama ni wateja wa kupita, maana yake lazima ukae maeneo ambayo watu wanaingia na kutoka na kupita. Lakini kama ni sehemu ambayo watu wanakuja na kukaa, lazima uhakikishe mazingira ni mazuri, eneo lina nafasi kubwa, kuna hewa ya kutosha, hakuna purukushani nyingine ambazo za kumfanya mteja akaona labda amebugudhiwa eneo lile la biashara. Kwa hivyo uchaguzi wa eneo la biashara nadhani lazima uangalie aina ya bidhaa unazouza na wateja wako ni wa aina gani. Kwa sababu faida kubwa hapa ambayo naweza kuisema, biashara yote unaofanya unamlenga kumpata mteja. Kwa mteja lazima umtengenezee mazingira ambayo yeye anahisi yuko salama, anaweza kukaa vizuri, tumia neno la Kiingereza, anaweza kuwa comfortable, kwa uzuri, anaweza kukaa sehemu akatulia bila mawazo. Kwa kama ni sehemu ambayo anakuja na chombo chake cha usafiri, maana yake lazima awe na uhakika wa kukipaki, usalama wa hicho chombo, kwamba ana uhakika nikikata masaa mawili nikirudi sitakuta chombo changu labda kimeharibiwa au nimeibiwa kitu. Kwa hiyo uchaguzi una mambo mengi, lakini lengo ni kujaribu kumridhisha mteja ili kesho arudi tena. Hakuna kitu kipya zaidi tofauti nilichosema kwamba lengo ni kujaribu kuangalia, je, mteja wako kesho anaweza akarudi tena. Kwa hiyo lazima utengeneze mazingira ambayo, au uweke biashara yako kwenye mazingira ambayo yatamfanya mteja aone kwamba
hapa ni eneo ambalo unaweza kuja kukaa kutumia huduma, au ili eneo au sehemu fulani kuna huduma nzuri, kesho anaweza akarudi tena. Lakini kuna maeneo ambayo watu wanaweka biashara lakini mtu anaenda mara moja, baada ya hapo arudi tena. Kwa nini? Maana yake eneo hajalipenda, au inawezekana huduma pale zinapotolewa hajapenda, au mazingira ya pale nje ya eneo unalotolea huduma zako au bidhaa zako unapouzia hapajampendeza. Kwa hiyo ni kama vile unasema unauza chakula, lakini sasa unauza chakula eneo ambalo lina eneo chafu. Kuna mtu anaweza akala siku ya kwanza kwa sababu labda ana njaa au alikosa namna nyingine, lakini kesho hawezi kurudi kwa sababu eneo tu alimvutia kuja pale kuona kwamba anaweza kukaa chini na kula chakula. Kwa hiyo ni vyema kuangalia hivyo vitu kwenye uchaguzi wa eneo la biashara. Mpaka kufikia hapa hatuna la ziada katika kipindi cha mtazamo wa kibiashara kwa siku ya leo. Ni matumaini yangu umepata mtazamo mpya kuhusiana ni wapi pa kuiweka biashara yako ambayo itakusaidia kuongeza wateja, vile kuongeza mapato yako. Jina langu ni Asha Kaoneka. Kwa niaba ya mpiga picha wangu Alex Siara na timu nzima iliyofanikisha kipindi hiki, mimi ni Asha Kaoneka.